Naomba niishie hapo kwanza. Angalia Biblia inavyosema. Inasema hata alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Yaani alikuwa anapita akamuona kuna mtu yuko pale kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi hadi mtu huyu awe kipofu? Hawa wanafunzi wake, ingekuwa ni zama za leo, hawa lazima walikuwa ni watu wa kiroho. Lazima walikuwa ni watu wa kiroho hao. Kwa sababu sisi watu wa kiroho tumefika mahala tumekalili kwamba kila aina ya jambo gumu ni kwa ajili ya dhambi. Na ndio maana walipomwona yule mtu anapita mahala pagumu, wao wakaelewa ni dhambi ndio inayompitisha kwenye mahala hapo pagumu. Na utaona hata ukiwa na changamoto, unapojaribu kwenda kuwaona washauri wa kiroho, wengi utashangaa wanaanza kukuuliza, ulizeni hivi karibuni? Unawambia yaani kwa sababu tumekalili hivyo kwamba hapa huyu alizini, haiwezekani. Kama sio hivyo, au kuna mtu ulimchukulia hela yake, yaani tunaulizanaga yale maswali ya dhambi kwa sababu tumekalili kwamba kila teso ni dhambi. Lakini Yesu akaachilia fundisho jipya ambalo kama huko hapo ni reference ili fundisho udake siku ya leo, kwamba si kila shida ni dhambi. Akamwambia ni ili Mungu atukuzwe. Umeelewa maana yake? Kwamba jamani, kipofu, na yule kipofu alikuwa ni mtu mzima, hakuwa mtoto mdogo. Upofu alioteseka nao ni ili Mungu atukuzwe. Yaani unazaliwa kipofu, unakaa hadi miaka 50 unamsubiri mtu anaitwa Yesu azaliwe. Yesu, kumbuka, alipozaliwa hakukutana na huyu kipofu, ikabidi kipofu asubiri Yesu akue mpaka miaka 30. Teolojia inatuambia hivi. Baada ya miaka 30 ndo Yesu akaingia mjini akaanza kufanya huduma. Kwa sasa huyu jamaa, nataka tuone alipolipa gharama, kwamba unamsubiri anayekuja kukutoa kwenye jaribu azaliwe, anyonye, atambae, ajifunze kuongea, ajifunze kutembea, akue, asome la kwanza hadi la 7, aende form 1 hadi form 4, form 5, form 6, labda aende chuo arudi, afikishe miaka 30. Afu akifikisha 30 bado haitoshi, aanze harakati zake za maisha. Afu kwenye hizo harakati ndio siku moja akutane na wewe huko unaomba na ukofu wako. Afu watu wanaotakiwa kukutanisha naye wanaanza kukuchelewesha, wanasema ana dhambi yule. Ndio huyo mtu, kwa sababu ndani yake ana mzigo na wewe. Anakwambia, anatema mate chini, anakupaka, anakwambia nenda kanawe. Huyu kipofu Biblia inasema akanawa, na aliponawa kwenye Siloamu akarudi anawa. Tuko pamoja, kanisa la Bwana. Wacha nikupe ushuhuda mmoja ukusaidie. Kuna mahala fulani nilikuwaga nafanya kazi na kijana mmoja, nilitangulia mimi kwenda hapo, baadaye huyo kijana akafuata. Tuliteseka kweli, tuliteseka sana. Sasa mimi nilikuwa namzidi yule kijana kama miaka 4 hivi, kama miaka 4. Tumeteseka naye sana kwa kuteswa na yule bosi wa pale. Baadaye nikamwambia yule kijana, tutafute kazi nyingine, tuepukane na huyu bosi kwa sababu atatuua, tutafia hapa, kazi ziko nyingi. Tukaanza kutafuta, nikatangulia kupata mimi kazi mahala pengine, nikatoka, yeye akabaki. Umeona eh? Kwa mimi nilipotoka, kwa kweli wala sifichi, nilikula raha kweli pale nilipoenda, nilienjoy kweli kweli. Kwa hiyo ikawa ikifika jioni, nikawa najenga utaratibu wa kumpigia simu yule kijana kumfariji. Mimi kumbuka mdogo niko kwenye raha yeye yuko kwenye mateso bado. Anaanza kunielezea, niko huku, ticha anateseka, ticha anapita mahala pagumu, ticha leo nimenyimwa chakula, mshahara umeshatoka ila mimi sijapewa. Kwenye mshahara mara unapewa 5,000, unaambiwa zunguka, kesho tena 10,000. Unafahamu mabosi wa hivyo Mungu akuepushie bosi wa namna hiyo. Na kama uko hapa ni wa namna hiyo, upone kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mimi nikaendelea kufanya kazi pale. Ikanichukua miaka 2 kukaa kwenye line.
nilivyojipata, vijana tunasema namna hiyo, nikamtafutia yule kijana nafasi hapo penye raha, nikamtoa kule kwenye tabu, nikamleta kwenye raha. Sasa nataka uone kitu kimoja. Huyu kijana ilibidi anisubiri miaka miwili nijipate pale kwenye raha ndo nimtoe. Hana namna, atatoka mpaka miaka miwili ipite, Petro ajipate ndiye amtoe pale. Tuko pamoja, kanisa la Bwana? Kwa hiyo Mungu anapokuweka kwenye teso au kwenye gumu fulani, lazima Mungu akuwekee mtu wa kuja kukutoa pale, lakini huyo mtu hadi mpaka utimilifu ufike. Kama ikibidi yule mtu aendelee kutengenezwa miaka 10, wewe utateseka hadi hiyo 10 ifike. Kama huyo mtu atengenezwe miaka 20, utateseka hadi 20 ifike. Na hata kama utaomba utasema Bwana nakufa, Mungu anachojua ufi wala atishiki na maneno yako yanakufa. Ukazila kwenda fellowship, Bwana wala atishiki na wewe kuzila, wewe zila tu. Zima simu, acha kupokea simu za wapendwa, acha kwenda kanisani, acha kutoa sadaka. Alimtishi Bwana, hakomoleki, unajikomoa mwenyewe. Yeye Bwana anakuangalia hivi tu, anachomwangalia anasema tulia kidogo, anayetakiwa kukutoa ana miaka 7, subiri afikishe 20 kwanza. Najaribu kufikiria yule kipofu, yule mkini alikuwa anawauliza wazazi wake, mama, mbona mimi sioni kama marafiki zangu? Mwanangu, tulia, utaona tu siku moja. Lakini Bwana anajua hiyo siku moja ni mpaka Yesu afikishe miaka 30. Oh, mtu wa Mungu ulioko hapa, mlango mgumu uliokushikilia, Bwana akuonyeshe huyo mtu ni nani wa kukutoa kwenye hiyo hili ngumu iliyogoma kufunguka. Maana teso la Bwana linaondolewa na Bwana. Tumsifu Yesu Kristo.